Naam, tumerejea tena hapa mwana michezo ndani ya Dimba, na hivi sasa tuko ndani ya kurasa mwanzo mwisho, sehemu ambayo unakwenda kufahamu yale yote ambayo yameandikwa katika magazeti mbalimbali ya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda kuona wakati bora sana. Nasma Muharam yuko tayari kwa ajili ya kuyadurusu magazeti pamoja na Alex Ngereza akiwa na Steven Njema, ambao utaungana nao huku akikujuza yale yote ambayo tumekuandalia ndani ya kurasa mwanzo mwisho siku hii ya leo. Alex Ngereza, uko vizuri? Asante sana Yasini Abubakari Majengo kutoka hapo studio nambari 1. Mimi ni Alex Ngereza, niko hapa studio namba 2 pamoja na Steve Njema kuhakikisha kwamba unapata uchambuzi wa kina kwenye yale yote ambayo yameandikwa kwenye magazeti kwa siku ya leo. Lakini muda mchache ujao tutajiunga na Nasma Mwarami ambaye yeye anazungumza pia na mashabiki mbalimbali, nao kila mmoja atatoa maoni yake. Lakini miongoni mwa wale ambao tutayakuta kwenye kurasa za magazeti ni kuhusiana na teknolojia mpya ambayo itatumika msimu huu kwenye ligi kuu, lakini pia kuhusiana na taarifa kuhusu ngao ya jamii kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa kesho, lakini pia taarifa nyingi tu za kimichezo. Lakini la Selemani Mwalimu lile huwezi kulikuta huko kwa sababu ndio imetokea asubuhi na magazeti yameshatoka. Unajua kwa sisi watu wa Dar es Salaam magazeti mpaka saa 8 usiku saa 9 tunakuwa tayari tumeshayapata. Tofauti na watu wa mikoa. Nakumbuka mimi wakati niko Arusha nilikuwa nasoma gazeti saa 4 asubuhi. Ndio linakuwa limefika. Saa 4. Saa 4 yani ikiwahi sana saa 3. Saa 3 sana. Kwa hiyo sema ni muda mrefu, inawezekana teknolojia pia imechangia. Sasa hivi labda wanawahi. Kwa sababu mimi hiyo ninazungumzia kusoma gazeti hilo ni kuanzia 2013, 14 mpaka 2022. Gazeti unasoma saa 3. Na mimi kwa mnunuaji mzuri wa magazeti, yani kwa lazima kila siku utanunua gazeti. Kwa hiyo kwa lazima. Zungumzia magazeti. Yaani moja kati ya kitu ambacho kilinipa passion ya mimi kuwa mwandishi wa habari ni magazeti. Ni magazeti. Wakati hiyo nikiwa shule ya msingi. Sasa mimi moja vitu ambavyo pia vilinivutia kuwa mwandishi wa habari, especially pia kuwa mchambuzi, ni magazeti. Na kwa sababu pia kwenye magazeti nilikuwa nasoma column sana za Alikamwe. Wakati huo kuandika kwenye gazeti la ilikuwa inatoka Dimba. Dimba. Siku hizi alipo Legasilioni. I think so. Alikamwe alikuwa anaandikaga Dimba pale. Na kwenye gazeti la Mwana Sports Edo Kumwembe alikuwa anaandikaga sana hisia zangu, jicho la mwewe. Alafu kulikuwa ilikuwa inatoka Kakakuona. Kakakuona siku hizi haitumii, ila zamani ilikuwepo. Kule siku utakuta ameandika hisia zangu kwa Jumamosi. Kuna hiyo Kakakuona, alafu kuna jicho la mwewe. Hapo siku hizi naona jicho la mwewe ndio ipo sana na hisia zangu. Hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nasomaga sana kipindi hicho. Kwa ndio maana nilikuwa nanunua sana magazeti. Sasa hivi tukajiunga na Nasma Mwarami, afu baada ya hapo tutarejea. Lakini issue ya Selemani Mwalimu hatutaiacha. Tumepata taarifa nyingine kwamba kumbe bwana jana alifanya mazoezi na Simba. Tutakuja kuizungumza hapo kwa uzuri kabisa. Karibu Nasma Mwarami, afu baada ya hapo tutarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi zaidi. Macho kwenye screen wana Simba. Mambo vipi wana Simba na mashabiki wa Young Africans wote kwa ujumla? Bila shaka leo ni siku ya furaha kwa mashabiki wa Yanga Sports Club, lakini ni siku ya huzuni kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Wakati Simba unahuzunika, nikukumbushe tu, wakati Haruna Niyonzima anaondoka Yanga Afrika kwenda Simba Sports Club, wana Yanga walilia sana. Walilia na kusaga meno, walihuzunika mpaka kufikia hatua wakachoma jezi zake. Lakini leo Yanga wamekwenda kulipa kisasi. Ndivyo ambavyo Yanga wamelipa kisasi kwa Simba Sports Club baada ya kumchukua Selemani Mwalimu Gomez na kwenda Jangwani. Lakini pia ngukumbusha wana Simba, ukiwa unahuzunika, kumbuka pia hata Bernard Morrison aliondoka Yanga Afrika akiwa na Yanga wanampenda sana, akaja Simba Sports Club. Wana Yanga waliumia, lakini mwisho wa siku maisha yakaendelea. Ndicho ambacho wana Yanga wamekifanya siku hii ya leo, kumchukua Selemani Mwalimu Gomez, kuhakikisha kwamba wana furaha Simba, wanawapa furaha mashabiki na wapenzi wa Yanga Afrika, huku akiwaacha midomo wazi Simba Sports Club. Hii ndo game na hii ndo football ya Tanzania. This is Yanga brother. Unaambiwa pesa iko benki, lakini kuna watu wanakuambia pesa tunatumia. Mimi niko hapa kuhakikisha kwamba Dimbani naipamba vyema na kurasa mwanzo mwisho. Naitwa Nasma, unaweza kaniita Malkia wa Digital. Niko hapa kwa ajili ya magazeti. Magazeti yanatujuza nini asubuhi hii ya leo? Na moja kwa moja nakamata gazeti la Mwananchi, nikifunua kurasa ya nyuma, nasema hivi: dabi turufu ya makocha Yanga na Simba. Dabi turufu ya makocha Yanga na Simba ni hapo kesho katika
jiji la Zanzibar pale katika uwanja wa Sheikh Abeid, katika uwanja wa New Aman Stadium uliopo pale jijini Zanzibar, ndiko ambako dabi itachezwa siku ya kesho majira ya saa 2 kamili usiku. Lakini kukumbusha tu, kama huna smartphone, dabi hii utaiangalia kupitia Azam TV, kwa sababu ili upate tickets ya kwenda kushuhudia mchezo huu lazima uwe na simu janja, lazima uwe na kifaa ambacho kitakuwezesha wewe kukata tickets ya kuweza kushuhudia mchezo huu, na hii ndio soka la Tanzania. Habari nyingine katika gazeti la Mwanamichezo linasema hivi: sheria kanuni zinavyokiukwa, bima kwa wachezaji. Hivi ndivyo ambavyo gazeti la Mwananchi limeandikwa, na siku ya jana nilipata bahati ya kuzungumza na msemaji wa TFF Clifford Mario Ndimbo, na akasema kwamba sheria zinakwenda kutumika rasmi kwenye mchezo wa kesho. Kesho usipotumia vyumba vya kubadilishia nguo, kombe linakwenda upande wa pili, kama linaenda Simba au linaenda Yanga. Lakini pia sheria ya VAR support itatumika siku ya kesho. Gazeti la Nipashe ukurasa wa nyuma kwenye kurasa za michezo nasema hivi: Feitoto atatoa tuzo ya MVP Zanzibar, makocha wachambua vikosi Simba na Yanga, wasema vimenyoosha utofauti, watoa angalizo. Vikiwa vikosi vyote viwili vimefungwa kwenye siku yao, mpaka sasa hivi mashabiki wa vikosi vyote viwili wa timu zote mbili hawajajua ni timu gani na kikosi kipana, kwa sababu wote wamefungwa kwenye siku yao muhimu. Gazeti la Habari Leo ukurasa wa nyuma linasemaje? Linasema hivi: Yanga Simba zatua Zanzibar. Magazeti yanaonekana Sele alikuwa bado hajasajiliwa kwa sababu hamna gazeti hata moja la habari ya Sele. Habari Leo ukurasa wa mjini nasema hivi: Yanga Simba zatua Zanzibar, TFF yaja na mfumo mpya ununuzi wa ticket. Kama ambavyo nimekujuza mtazamaji wa TV3, huu mfumo ni mfumo wa kidijitali. Ili uweze kununua ticket ya kushuhudia mchezo wa kesho, ni lazima utumie simu janja, uwe na kifaa ambacho kinakuwezesha wewe kupata tiketi hii kidigitali. Uwanja wa Mkapa kukabidhiwa Oktoba, ni maandalizi kuelekea michuano ya AFCON mwakani. Uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa tayari. Gazeti la Uhuru ukurasa wa nyuma linasema hivi: tamu chungu dabi ya Kariakoo hapo kesho. Habari picha ikionyesha strikers wawili, Peter Shalulile Shashaman pamoja na Dumbia, striker wa mabao. Mfungaji wao alimtambulisha, msemaji wao alimtambulisha kama mfungaji bora mtarajiwa wa michuano hii ya ligi kuu. Dumbia tushaona makali yake, ni striker ambaye golini anafika, mikimbio mizuri. Swala la muda tu wana Simba muweze kumuenjoy striker wenu. Gazeti la Mwanasport linasema hivi: wameficha White. Habari picha ikionyesha makocha wawili wa football, ikimuonesha Magoba Mangati, lakini huku ikimuonesha Steve Becker kutokea Simba Sports Club, wote wakiwa pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya kazi moja tu. Shughuli ni kesho kwa ajili ya mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ngao ya jamii, Simba dhidi ya Yanga. Simba Yanga za timkia Zanzibar, bosi mmoja ataja ubora wa udhaifu wa kikosi. Vita ya namba 6, mabilioni yatajwa, wahusika hawajui. Nikukumbushe, Simba alisema na surprise pale Yanga, pale Simba Zanzibar, lakini pia Yanga wamesema pia wana surprise. Sasa sijajua ukiacha surprise ya leo, labda pengine wana surprise nyingine. Kuna mashabiki wa Yanga Afrika hapa leo. Mashabiki wa Yanga Afrika wana raha kweli kweli kuliko mashabiki wote ambao wameshawahi kushabikia soka la Tanzania. Mzee wangu pale Yanga, baba ya timu gani? Mimi Simba sasa. Pole bwana. Asante. Sele, habari ya kuuma hii? Wala hata jenuma. Kweli? Kweli jenuma. Unaona sawa tu. Sawa tu, maana sasa alikuwa na namba. Kweli? Kweli alikuwa na namba. Pale alikuwa na namba? Alikuwa na namba ndo namba 9, lakini alikuwa anaanzia benchi. Wakati wanamweka benchi sio namba 9. Kwa Dumbia pale nyie fresh. Hata sio kwa Dumbia, hata kikosi kile cha mwaka jana kinakuwa kina shida. Nyie hamna shida. Nyie hata hatuna shida kidogo sasa. Hata kitu cha mwaka jana nyie fresh. Si fresh tu. Maneno ya mkosaji hayo bwana. Simba Sports Club wanakuambia wao sawa. Mzee wangu ati mgeni? Ninasoma gazeti. Huyu Simba huyu. Leo mtoto akiona amekasirika. Huyo Simba. Mzee wangu leo au unasoma gazeti? Wewe timu gani? Mimi ni Yanga asilia. Hongera. Lakini muda wa kuongeza na wewe usitaki. Kwa nini? Naumwa. Pole. Asante. Basi mkaribisha Sele. Namkaribisha huyu hapo. Mkaribisha huyu Simba. Huyu Yanga. Vipi mzee wangu? Wewe Yanga? Yanga. Hongera bwana. Hongera ya nini? Nimemchukua Sele. Sele? Selemani Mwalimu. Sasa Selemani Mwalimu kwa kawaida tu kwa Yanga. Acha bwana. Yanga wanajeuri. Anasema Sele mtu wa kawaida. Selemani Mwalimu wa kawaida. Lakini sasa utofauti ni kwamba Sele katambulishwa Simba Day. Alfajiri leo tutamwona Jangwani. Picha. Picha huko hivi. Alitambulishwa kwenye video na akaongea. Ile si picha. Kwani wewe mtu anaweza kukuchukua hiyo, unasema NN AI. AI.
Yule Sele Yanga na damu ya Yanga yule. Kitambo. Kitambo. Mshtukia. Maskini Simba, pole Simba. Kwa nini? Simba wanajisahau. Kuna Dumbia baba. Unamjua Dumbia? Namjua. Saka baba. Ushaona shughuli yake Dumbia? Umeona? Maki analuka kichwa na champira chini. Kwa nini anafika? Wewe bwana atanichonganisha wala huyu. Kuchonganisha bibi wewe. Atanichonganisha yeye. Mzee wa timu gani mzangu? Huyu Simba utumwache. Pole bwana wewe. Huyu Yanga bila hata kuuliza. Unajisikiaje? Juu ya Sele kuja Jangwani. silikuwa inajulikana. Wewe ulikuwa hujui? Mimi kwa sijui. Msemaji wetu alisema tuna mchezaji wetu anafanya mazoezi na timu yake. Ila anakuja kucheza huko. Ndio. Kwa hiyo tulitoa tahadhari mapema. Alafu baada ya hapo tukatangaza namba 6. Kwa hiyo watu wakawa wanatafuta namba 6, ina maana watu walienda Chamazi. Wakati wanafikiria Chamazi, sisi tukapiga za kichwa. Ndio. Yeah. Kumbe ile namba 6 mlikuwa mmeigeuza. Yaani tutaka watu wahangaike kwa sababu watu wakaenda Chamazi. Wakati wanahangaika na Chamazi, sisi tukarudi pale pale Msimbazi. Yanga si akili kubwa. Sio akili kubwa. Unajua siku zote mtu mwenye pesa huwa hazungumzi, ila anazungumzwa. Nilikwambia, kuna watu niliwaambia hapa, ukitafuta clip ya GSM mahali popote pale anapoizungumzia Yanga, nitakupa pesa. Na hata kama kuna mtu sasa hivi hapa anasema hivi, akileta clip yoyote GSM anazungumza mambo ya Yanga, kwamba labda ameingiza pesa kiasi fulani ama kuna nini, mimi nitakupa pesa. Pesa ipo benki. Yaani ukimsikia GSM si ndio bosi wetu? Anazungumza mambo ya mpira haya. Mimi nitakupa pesa. GSM hazungumzi. GSM anazungumzwa na watu. Yeye anazungumza vitendo tu. Kwa hiyo tuna tajiri mmoja mzuri sana, tunampa credit. Yaani yuko vizuri. Pesa anayo. Bwana Jimmy, wewe mimi naenda pale kwa mzee wangu wa Simba. Bwana Jimmy, njoo kwanza hapa. Tuongee. Bwana, hii jezi ya msimu huu au? Kila kitu kiko. Hii jezi ya msimu huu? Msimu uliopita vipi ndugu yangu kwema? Salama. Uko vizuri? Safi. Nikajua umevaa jezi ya msimu mpya. Bado sija. Nilipokuja mbele. Nitavaa. Kesho. Kawaida yangu mimi lazima ninunue 3. Kesho? Sio kesho, siku yote nitavaa kwa sababu hazijaisha bado. Neno moja kwa Sele. Kwa Selemani Mwalimu. Kwamba Peta neno lolote. Neno gani sasa? Mimi asielewi. Kila laheri. Mtu ombea kila laheri Sele kwenye majukumu yako mapya. Majukumu ya nini? Yuko Jangwani. Sele kaenda Jangwani. Sina uhakika. Acha bwana. Unajua kwa sababu gani? Sisi mashabiki lazima tuwe na akili. Simba wao sio wapumbavu kumtangaza na mwenyewe kusema kwamba mimi ni mchezaji wenu nakuja. Sasa kilichotokea hapa ndo tukae tusubiri. Sasa unasubiria nini tena? Unasubiria nini? Kwa hiyo Wydad wana taarifa kwamba anaenda Yanga au anaenda Simba. Hapo sio taarifa ya Wydad. Sasa wao tunakurupuka tunasema mchezaji wetu wakati wenyewe hawajasema kwamba ni mchezaji wa timu gani. Wakati wao wanajua anakuja Simba. Kwa hiyo inapoonekana pale zile zote AI. Nasema hivi, inawezekana ikawa ni kweli. Lakini sasa tusubiri kimepitika nini mpaka kwenda kule. Wakati yeye mwenyewe alithibitisha kwamba mimi ni mchezaji wenu na anakuja. Mimi nimeposti taarifa ya Sele. Unajua Sele akaniambiaje? Usilijua sana usikuagiza. Usilijua? Sawa na usikuagiza. Kwamba na mimi ndo nimekamuuliza Sele unamaanisha nini? Aje nijibu. Sawa, si ndo unasemaje? Kama anakwenda Yanga, sawa. Kwani Simba sio alikuwa anataka kwa mkopo? Na Yanga alikuwa amemchukua kwa mkopo? Hapo ndo hatujui. Kwa hiyo Yanga wamenunua miaka miwili ya Sele. Hapo inabidi tuulize Singida. Singida sio mchezaji wao yule? Singida ndio mchezaji wao. Singida walimuuza Wydad. Wydad akitokea kauzwa Singida Black Stars. Singida Black Stars. Singida Black Stars. Singida Black Stars ilimpeleka Fountain Gate Sele kwa mkopo. Kwa wale Wydad wakafanya biashara na Singida Black Stars. Kwa hiyo kinachoendelea kwamba Sele akiuzwa na timu yoyote, Wydad lazima wailipe tena Singida. Hapo wakuulizwa Singida kuna hela akapokea. Ndio maana anasema hivi, sawa yote yule si mchezaji. Sasa anatafuta maisha. Sasa kama hela imekuwa kubwa. Ila kama kweli kaenda Yanga. Safi, si mchezaji ndio mambo ambayo anatafuta maisha. Nyinyi mnadumbia. Haina shida. Yaani ndio maana akakwambia hata viongozi wa Simba mkomba usajili hatujamaliza. Kwa hiyo tusubiri tuone. Kwa mimi na uhakika 100% bado kuna wachezaji kama 3 wanakuja Simba. Acha bwana, na namba 6 akiwemo. Pesa iko benki. Mimi ninachokwambia, ana pesa siku zote nakaa benki. Huyo mtu anayetembea na pesa mkononi huyo mwendazimu. Acha bwana. Hakuna pesa ambayo anatembea mkononi. Anakaa benki. Hata kwenye mitandao huko tunaiweka pesa benki. Sasa huyo anaocheka kwamba pesa iko benki hana akili. Kweli? Nakwambia mimi. Mimi nataka nimalize na mzee wangu hapa. Nataka tunarudisha kijiti hiki. Wakati tunarudisha kijiti hiki studio nataka nimalize na mtangu kwema. Na mambo hivi. Uko vizuri? Safi. Unamwambiaje Sele? Safi, nashukuru Mungu. Kila laheri.
Namshukuru Mungu kila heri. Jumatano kesho inshallah Mungu akitujalia tufanye mambo yetu. Neno moja la faraja kwa wana Simba na kwa Sele pia. Neno moja kwa faraja, nguvu moja, utengano ni udhaifu. Ndio hilo neno langu moja. Kwa Sele? Mimi nashukuru Mungu kwa haya mambo. Watu wanasema kwamba mwalimu mchezaji wa Simba, nimekuazima nguo yangu. Nikitaka nguo yangu utasema wewe, utasema ya kwako. Ni basi wa kwangu mimi, sijamwazima kwa mtu. Sasa Sele hapo vipi? Sele wenu? Sio wa kwetu. Sasa wewe mimi niambie umeona wapi Sele wa kwenu? Simtambulisha? Naomba nielewe ndugu mtangazaji. Tuongee kwa hoja tusikilizane. Nimekuazima nguo yangu, mwenyewe anataka nguo yake. Hata nyinyi wanawake mpango kuazimana. Ndio. Akitaka nguo yake atakuja kukumbua mbele za watu. Sio cha kwako, singanganie, nganganie cha kwako. Lakini siwezi kutamba nayo pia. Ndio maana sio wa kwangu. Kwani ulitamba naye? Nasema hivi, hata kwenye mboga kuna pilipili ama iwashe. Haya bwana, kila la heri. Haya, nashukuru sana. Bwana, hapa ni maeneo ya Kawe Kijiweni Kurasa. Mimi naitwa Nasponzo kanisa Malkia ya Digital. Hivi ndivyo ambavyo namaliza Kurasa mwanzo mwisho kwa kukuambia kwamba pesa iko benki. Asante sana Nasmo Mwarami, tumekupata vizuri na tumesikia pia maoni ya mashabiki mbalimbali wakizungumza kutokana na yale ambayo yako kwenye magazeti, lakini pia issue ya Selemani Mwalimu. Bwana, unajua kumbe watu wengi wamekuwa surprise. Imekuwa surprise. Hapo mtu ambaye tarajia hiyo. Yaani unajua ni sawa na sasa hivi wewe ukasikia unaamka asubuhi ukasikia labda mchezaji kama nani ambaye Yanga wametangaza. Labda Sharulile. Tambulishwa Azam. Sasa yani unajiuliza inawezekanaje kwa sababu tayari mchezaji ashatambulishwa na Yanga na kabisa picha za utambulisho zimepigwa na nini na yeye ashaongea kwa mimi mchezaji wa Yanga afa anatambulishwa Azam. Kwa mfano sasa unaona ile asubuhi mnaniambia. Mimi nimeamka kama saa 10. Saa 10 usiku nilikuwa niko macho. Na imekuwa tu kawaida mara nyingi saa 10 huwa nakuwa niko macho. Kwa na tabia nikiingia nitakuwepo WhatsApp, Instagram. Sasa huwa kuna mtu ambaye mara nyingi kila saa 10 huwa pia anakuaga yuko macho. Kwa maana hiyo tunachat sana, tunapiga sana story WhatsApp nini. Nikaa nimeingia Instagram, naingia natoka naangalia. Sasa ile saa 12 kama na dakika 10 nikaa nimezima data internet. Ili nijiandae kuja kazini. Sasa ni kitendo cha mimi kutoka pale kuja hapa. Tayari maisha mambo yamebadilika. Nakuja pale unaanza kumwambia Selemani Mwalimu ameenda Yanga. Yaani anaendaje Yanga? Wakati huo mimi tangu saa 10 niko kwenye mtandao. Lakini taarifa sijaipata. Kwa mfano labda angekuwa nasafiri. Labda nikafika afu naingia kwenye gari au kwenye ndege au kwenye nini. Na kafu naambiwa Yanga amemchukua Selemani Mwalimu, ningebishana mpaka kesho. Yaani ungebishana sana. Kwa sababu una uhakika kwamba Simba wamemtambulisha na yeye mwenyewe ameconfirm kwamba msimu ujao nitakuwa nacheza kwenye timu hiyo. Hivi unajua kwenye ile video ukisikiliza Selemani ameadmit kabisa kwamba ni mimi msimu ujao nipo Simba. Kwa maana yake hapo sasa unapata taswira kwamba yeye mwenyewe ameshajiridhisha kwamba timu tayari zimeshakubaliana na kila kitu kimeshaisha. Sasa kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba jana usiku Selemani Mwalimu jioni alifanya mazoezi na Simba Zanzibar. Ila usiku aliondoka na ndege kuja Dar es Salaam kukamilisha uhamisho wa kujiunga na Yanga. Yaani maana yake inawezekana hili dili ni pesa imetumika. Yaani hapa hakuna ushawishi mwingine zaidi ya pesa. Na kwa taarifa ambazo zipo sasa, unajua hiyo ni kwa nini imewezekana? Ni kwa sababu Simba walikuwa bado hawajalipa ile ada ya uhamisho wa mkopo. Unajua moja kati ya kitu ambacho kwenye deals zote huwa kinakamilisha deal ni pesa. Ni pesa kwa sababu mimi nikiwa kwa mfano let's say mimi ndio timu A, wewe ni timu B. Mimi nakuuzia mchezaji, wewe unatakiwa unipe hela. Unanielewa Kwa hiyo maana yake ili deal ikamilike, wewe ukishakuwa umempokea mchezaji, mimi sijapokea hela yangu, deal haijakamilika. Unaelewa Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea hapo katikati. Kwa hiyo ndo ambacho kimetokea kwa Selemani Mwalimu. Unajua kama Simba wangekuwa tayari washalipa ile ada ya mkopo, isingekuwa rahisi kabisa kwa Young Africans kuingia hapo katikati. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza kwamba sasa
Simba walikuwa wanasubiri nini pengine kulipia hiyo pesa, lakini kitu cha pili unaanza kupata mashaka ya ni namna gani ambavyo viongozi wa Simba wanaiendesha klabu yao. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninachokiamini ni kwamba taarifa ambazo zinahusu mkataba wa mchezaji, taarifa ambazo zinahusu malipo ya mchezaji kutoka Simba, let's say hizo pesa za malipo kutoka Simba kwenda Wydad zinapaswa kuwa siri sana. Yanga wanajuaje? Kwa hiyo unaweza kuwa unapata taswira ya kwamba Simba wanaweza wakawa wanajiacha, yani taarifa zao ziko nje, unanielewa? Sasa mpinzani wako ambaye wewe unashindania naye makombe kwenye ligi, unashindania naye makombe kwenye makombe mengine haya ambayo yako hapa ndani, alafu anajua taarifa zako, manake hiyo ni weakness yako namba moja ambayo anaweza kaitumia wakati wote ule. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta tafsiri nyingi sana ambazo kusema ukweli kwa namna moja ama nyingine zinaichafua klabu ya Simba kwenye namna ambavyo wanajiendesha. Of course ni kitu ambacho kinauma, lakini sasa ndo maisha. Ndo maisha. Ndo mpira ulivyo. Sasa hivi vitu ambavyo of course havijaanza leo, kuchukuliana wachezaji na nini? Havijaanza leo. Lakini sasa kwa Simba imezidi. Na imekuwa kwa Simba imezidi. Yaani unajua? Kwa mfano ingekuwa labda Yanga wameenda kuongea na mchezaji ambaye Simba na wenyewe wameongea naye, halafu let's say Yanga wakaweka pesa nyingi wakamshawishi mchezaji akaenda kwao, ni kitu cha kawaida, dunia nzima huwa kinatokea. Changamoto inapokuja ni kwamba mchezaji wewe umemtambulisha tayari, tena mara mbili umemtambulisha kwenye peji yako ya Instagram, umeenda kumtambulisha pia kwenye tamasha ambalo linabeba taswira ya klabu yako, sawa? Kwamba huyu mchezaji mimi ni wa kwangu, halafu anaenda kujiunga na upande wa pili ambao ni mahasimu wako kabisa, unaelewa? Kwa ukijaribu kutazama unaona kabisa kwamba yani ni kitu ambacho haki make sense, yani haki make sense kabisa. Kwa sababu mimi kwa mfano ingekuwa labda Simba hawajamtambulisha kwamba ni mchezaji wao na atacheza kwenye msimu ujao, ila let's say kwa kuna taarifa tu za kwamba Selemani Mwalimu anaweza kuja kucheza Simba kwa mkopo tena msimu ujao, alafu Yanga wakamchukua, ni kitu ambacho kwenye football na kwa transfer hizi kinatokea mara nyingi. Ni hijack tunaita. Lakini hii iliyotokea sio hijack. Yaani hii siwezi nikahitaji. Yaani siwezi nikahitaji. Sababu unajua hijack ni kwamba wewe unaongea na mchezaji. Mpo kwenye eneo labda ambalo ni zuri kabisa, mnaweza mkaafikiana na akacheza kwenye timu yako msimu ujao. Mimi naingia katikati na mshawishi anakuja kwangu. Sio kama unaelewa. Lakini hii Simba wamesha tuambia kwamba wamemalizana na Wydad, wamemalizana na mchezaji, anakuja kucheza kwao. Halafu mchezaji anaenda upande mwingine. Yaani si niseme, yaani si unaweza kuihitaji yani. Kwa maneno ambayo ni watu wakakuelewa. Na kidogo inachanganya by the way. Lakini mwisho wa siku Simba wanajua wapi walikosea. Sasa nataka tu kupata confirmation moja na inaitafuta, nadhani kabla nitaandika Instagram, lakini kwa nitakapopata au tutaiunga kwenye fair play. Nataka kujua tu kwamba Simba walilipa ama hawakulipa. Taarifa hizo kwa hawakulipa. Taarifa hizo kwa hawakulipa Brother, kama wangelipa. Sasa haliwezi likawa limeishia hapo. Mimi kidogo ni mjadala wa wazi, mtu yote anaweza kuchangia by the way. Sawa lakini kwa mfano wewe unaelekea kwenye unasajili mchezaji. Si unakuwa tayari una pesa yako. Mtu mmeshakubaliana. Kwa nini usimlipe pesa hata nusu? Kwa sababu kama Simba angelipa hata pesa nusu, tayari wamekuwa wameclose deal. Watakuwa tayari wangekuwa wamesha close deal. Lakini walikuwa wanasubiri nini mpaka deal linaenda linaharibika? Mchezaji anakuja hajalipa, mpaka anaenda Yanga. Ni vitu kidogo ambavyo vinafikirisha. Inawezekana Simba wana matatizo zaidi ya haya ambayo tunayaona. Yaani kile ambacho tulikiona juzi kwenye kuna kitu kimoja. Kile ambacho kilitokea juzi siku ya Simba Day, ile ni ishara mojawapo ya kuna matatizo Simba. Yaani alivyokuwa anazungumza Mo Dewji vyote inaonyesha matatizo. Inakupa picha kwamba ndani ya Simba kuna shida. Lakini inaonekana hii shida ni kubwa zaidi ya tunavyofikiri. Na ndio maana dili kama hizo kina Selemani Mwalimu zinakufa kabisa. Ingekuwa ndani ya Simba kuna utulivu wa kutosha na watu wako kitu kimoja, tungeona deals zikikamilika vizuri na kusingekuwa na maneno ya kupanda na kushuka kama yaliyotokea ile siku ya Simba Day. Tusubiri tuone itakuwaje, lakini ambacho nakiona mimi
ndani ya Simba kuna shida. Ngoja na mimi hapa tunataka tuendelee tu. Wakati najaribu kuwasiliana kumtafuta Ahmed hapa, nione kama tunaweza akatupa chochote kitu. Lakini kwa Simba ilivyo sasa bila Selemani Mwalimu itakuwaje? Ni mtihani na nadhani lazima wataingia sokoni kwa ajili ya kutafuta striker mwingine, kwa sababu tayari walikuwa wamemcount kama mchezaji ambaye kwenye msimu ujao manake atakuwepo kwenye timu yao kwenye eneo la striking pale. Na unajua kwenye timu kufanya usajili, unajua huwa inazingatia quantity na quality. Inazingatia ubora pamoja na idadi ya wachezaji. Yaani kwamba kwenye eneo la ushambuliaji lazima kuwe kuna idadi ya wachezaji kadhaa, lakini pia kuwe kuna ubora ambao mwalimu atakuwa na uhitaji kutokana na mechi ambayo atakuwa anaenda kucheza. Sasa ukitazama kwenye eneo lao la ushambuliaji, manake sasa hivi anabaki Dumbia na Baraka Mwangosi. Ni watu ambao kusema ukweli I don't think kwamba wanaweza peke yao wakaisaidia Simba kwa sababu unajua Baraka Mwangosi msimu uliopita akapata nafasi kubwa ya kucheza. Mtu ambaye alikuwa anapata nafasi ya kucheza na ni mshambuliaji pasi alikuwa ni Selemani Mwalimu. Kwa hiyo unategemea kuona kwamba kama angekuwepo msimu ujao kuna kitu cha tofauti ambacho angekifanya, kwa sababu pia msimu uliopita yeye ndo alikuwa top scorer, na alikuwa top scorer akiwa ndio mchezaji ambaye ana zile sifa za kuwa mshambuliaji pase wa Simba ukimwacha Baraka Mwangosi. Kwa hiyo unaelewa kwamba Simba ni kwa nini walimcount yeye kuelekea kwenye msimu ujao. Kwa hiyo for me nadhani ni kitu ambacho kwa Simba kuna athari ambazo wanazipata, kwa sababu lazima waingie kwenye dirisha la usajili kwa ajili ya kuweza kusajili mchezaji mwingine wa kufill hilo gap ambalo litakuwa liko hapa. Na taarifa zinaeleza kwamba Simba hata kabla tu unajua walikuwa wanatafuta striker mwingine. Kwa hiyo tutajua sasa baada ya hapa kwamba Simba wanaweza kufanya nini. Lakini mchezaji ambaye alikuwa top scorer wako kwenye msimu uliopita anaondoka kwa staili hii, honest it's not looking good. Of course ina nani. Okay, anyway, tuwaachie Simba wenyewe. Lakini kesho ni mechi ya dabi ya Kariakoo. Pengine pia inaweza kuongeza pressure kwa Simba Unajua? Sasa kwenye pressure manake hapo unazungumzia mashabiki kupoteza imani ya kile ambacho viongozi wanaweza kawa wanawaambia. Lakini kwa wachezaji kiwanjani na mwalimu ambao ataiandaa timu, I don't think kwamba hii inaweza kuwa na athari kubwa, kwa sababu mwisho wa siku sikutegemea hata kwamba Selemani Mwalimu anaweza kahusika kwenye mchezo wa kesho, kutokana na kwamba kwenye hiki kipindi ambacho timu ilikuwa kwenye pre-season yeye alihusika kwa kiasi kidogo sana. Unaelewa, kwa maana ya kwamba timu wakati ipo hapa Dar es Salaam, lakini wakati imeenda Kagame na baada ya kurudi mpaka wanajiandaa na Simba Day mpaka wanamaliza, Sele alikuwa sio sehemu ya timu. Kwa hiyo nitegemea Mwalimu angeopti kucheza na wachezaji wengine ambao wapo kwenye timu. Sele labda angehusika kwenye mechi nyingine za huko mbele kwa maana ya ligi baada ya kuanza. Sasa ukijaribu kutazama kwenye eneo la namna ambavyo watu wanaweza wakawa wanaamini kile ambacho viongozi wao wanawaambia, hapo kuna athari. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi mshabiki wa Simba anawezaje akamwamini kiongozi ambaye alimthibitishia kwamba Selemani Mwalimu atacheza Simba msimu ujao kwenye page ya Instagram ambayo ni official page ya timu, kwenye tamasha ambalo ni la klabu yake ambalo linaonyesha taswira ya nini ambacho kinaweza kutokea kwenye msimu ujao. Sawa? Halafu huyo shabiki wa Simba sasa akamwamini kwa kumwambia kitu kingine kwamba tunaenda kushinda let's say mchezo wa dabi. Shabiki wa Simba anaweza siamini kwamba huo mchezo kweli tunaenda kushinda. Na wewe unayeniambia ndio wewe mwenyewe ushaikuniaminisha vitu ambavyo havikutokea. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo kuna imani ambayo nadhani mashabiki wa Simba kwa sasa hivi wanaweza kawa wanaipoteza kwa viongozi wao, lakini kwenye issue ya uwanjani I think sidhani kama inaweza ikaenda kubadilisha chochote. Anyway, ngoja tuone itakuwaje. Ni kesho dabi ya Kariakoo. Selemani Mwalimu alifunga bao pale Zanzibar. Kwa bahati mwamuzi alikataa. Sasa kesho lakini alifunga tena kwenye mchezo ambao ulikuwa ni wa finali ya Muungano dhidi ya Yanga, akapiga penalty ile. Sasa kesho anaweza akaifunga timu yake ya zamani. Sio timu yake ya zamani, timu yake ambayo amefanya nayo mazoezi masaa 24 yaliyopita. Masaa 24 yaliyopita tunametoka jana tukafanya mazoezi na Simba. Kwa hiyo inawezekana masaa hapo baadaye kesho akaja tena akawafunga Simba na maisha mengine yakaendelea. Nimeona mfumo wa ununuaji wa ticket
ni mfumo ambao umekuwa selective. Unahitaji tu watu wenye smartphone. Unafikiri ni njia nzuri? Mimi hilo toka jana nilizungumza kwamba teknolojia ni nzuri sana. Lakini inapaswa kuja kwenye wakati ambao ni sahihi. Lakini pia kwa mazingira sahihi. Natamani sana kwenye namna ambavyo tunawaita watu waje kwenye mpira. Sawa? Tuwaite kwa namna ambayo sio ya kuwachagua. Inawezekana huu mfumo unaweza kuwa mzuri sana England. Inawezekana huu mfumo unaweza kuwa mzuri sana South Africa. Sawa? Kwa sababu ya aina ya watu ambao wapo na uchumi wa nchi husika. Sisi ni taifa ambalo mpaka sasa hivi kuna watu ambao hawana smartphone na wanapenda mpira wa miguu sana. Na hiyo hata wewe unaweza ukawa unajua. Tunaenda kiwanjani, kuna watu wanaingia kiwanjani wakiwa wana uwezo wa kununua tiketi ya shilingi 3,000. Sawa? Tiketi ya shilingi 5,000 wakaingia kuangalia mpira wa miguu. Hawana hela ya kununua smartphone, hawana hela ya kununua bando. Unanielewa? Sasa ukitaka watu ambao wana smartphone pekee waingie kiwanjani, manake hapo tayari umeshaanza kuwachagua. Lakini kuna option nyingine ambayo of course alizungumza jana Ndimbo kwamba mtu anaweza kuingia kiwanjani let's say kwa kununua tiketi kupitia simu ya mtu mwingine. Lakini hiyo unajua ni namna ambayo mimi naitem kama unamsumbua mteja wako. Hebu just imagine wewe sasa hivi una biashara yako, sawa? Unamwambia mteja kwamba ili aweze kulipia let's say, sawa? Bidhaa ambayo ipo dukani kwako lazima alipie kwa mtindo ambao let's say ni wa dola. Yes. Sio kama unaelewa. Dola ni pesa, dola ni pesa kabisa. Lakini je, watu wengi wanaweza kuipata hiyo dola kiurahisi? Si kiufupi ni kwamba ni kitu kigumu kupata dola, si ndio? Kama ni kitu kigumu maana yake wewe unampa ugumu mteja kwenye namna ambavyo anaweza akapurchase hiyo biashara yako. Simply tu anaweza kaenda sehemu nyingine kupurchase. Sio kama unaelewa. Sasa ukijaribu kutazama mtu, mimi kwa mfano let's say ningekuwa sina smartphone, sawa? Kuja kukwambia wewe Alex kwamba bwana mimi naomba nisaidie simu yako, labda hebu nisaidie tununue tiketi kwenye simu yako. Ni kitu ambacho yes kwa Tanzania sisi ni wakarimu. Lakini imagine kwamba ni kitu rahisi yani tu mimi kuja kwako kukuambia kwamba bwana naomba uniazime smartphone yako ninunulie tiketi. Yani it's like ni mazingira ambayo mtu anasumbuka. Unanielewa?